Wewe. Wewe. Piga simu vipi? Ilikuwa silent mama. Unazingua. Tuondoke. Sawa. Tuanze wapi sasa leo? Au twende? Poa. Mbona haraka? Wapi tunaanzia leo? Tuondoke bwana. Hiyo ni nini? Mbona kwa haraka? Subiri uone utamu wake. Sawa? Njaa imejua kunishika kwa kweli. Ungechelewa kidogo tu, walai nilikuwa nazimia. Wow. Baby, subiri kifika mdomoni kwanza. Sawa eh? Yes. Nini hiyo? Hakuna kitu. Kuna kitu tu nimewaza, lakini hakina hata maana. No. Niambie. Kwani sisi ni kina nani? Baby, kwa nini unauliza swali tena? Kila wakati na kujibu. Na mimi simetaka tu kujua. No. Nimekuruhusu kusema chochote, kuwa free. Nataka nijue hicho. Natamani wa mwanaume wangu peke yangu. Rachel, bado sijafikiria. Tena nimekuambia kama uko tayari kuwa mwanaume wangu wa peke yangu. Na ule mshikaji wako mrefu vipi? Ndio maana nilikwambia kama upo tayari kuwa mwanaume wangu wa peke yangu. Wengine hao naachana nao. Rachel, kumbe wengine na sio mwingine. Bora pakuche tu, baba mwene nyumba wangu ni mchawi tu. Bora pakuche tu, usaliti wa mapenzi na una vitimbwi tu. Bora pakuche usaliti kibao, unampenda bado anakona kolo. Bora pakuche uchawi kibao, mchana rafiki usiku anapaa nao. Vipi mbona sio? Hamna, unamjana kule jamaa. DJ Daddy. Nitapela. Kizani jana tumemaliza, tumeelewana. Ndio bado. Ona. Hadi una maumivu. Lakini sio maumivu ya mimi kuwepo hapa za kile. Ila ni huyo Lecho. Kwani unampenda kiasi gani? Hebu nimekuaje? Yaani nipenda kila katikati Unafahamu atakuwa wapi muda kama hii? Yes, leo ni Jumamosi na nini hapo kwa siku. Na muda huo anakalaga jamii. Twende. Aileen. Wifi. Abe.
Wewe muda wote unakuita. Ulikuwa? Nilikuwa kwa ndani. Kwa muda huu? DJ Daddy. Jiandae. Baadaye uone na Rich. Naanza. Na Rich muda wote yupo na kaka. Wanachana muda wa kurudi tu. Na unajua kaka akiwa nyumbani. Siwezi toka kabisa. Wewe mtoto wa 2000 ndio maana. Jiandae, ukae vizuri. Naambie na njia. Kweli? Sawa. Ila ili jambo ni la kwangu mimi, la kwako wewe na Rich. Kakako akijua tumekuisha. Sasa mimi naanzaje kwa mfano? Labda umwambie wewe. Mimi hata niende kwa. Wataka kufanya nini mwanamke? Wataka kufanya nini? Wataka kuniangamiza ama? Sitaki kusikia chochote wewe mwanamke. Mchawi wewe. Baby, nitaka kufanya kitu cha tofauti. Unajua mapenzi ni matamu kufanya vile nje na ulivyozoea. Sitaki kusikia mapenzi matamu. Ona, unajua sheria namba 1 hii ndani ya hii nyumba? Ndio. Inasemaje? Siruhusiwi kuja ndani mpaka umeniita au umenituma. Siwezi kusahau wewe. Vizuri. Sheria namba 2, huruhusiwi kufungua chumba chochote bila kukupeleka mimi. Ndio nini Hamisi? Umenisikia? Lakini usije kujaribu kuingia chumba chochote nje ya chumba nilichokuingiza mimi. Wewe unavyotaka. Lecho, hujasema kama umenielewa au la? Sijali kuhusu sheria zako, nyumba yako na vyumba vyake. Na huo upuzi siwezi kuendelea nao Hamisi. Kila nikitaka kufanya jambo lolote, mambo ya ajabu yanatokea huko ndani. Potezea sheria namba 1, namba 2, namba 3, hata ziwe 20. Fuck all. Bora pakuche tu, baba mwenye nyumba wangu mchawi. Bora pakuche tu, usaliti wa mapenzi na una vitimbwi tu. Bora pakucha usaliti kibao, unampenda bado anakona kolo. Bora pakuche uchawi kibao, mchana rafiki usiku anapana. Yani ile issue lazima iende. Mfano kama mtoto basi msubiri hapa. Mambo. Poa, mambo. So fresh. Kwa nini so fresh? Nese unajua. Mimi siwezi kuwa na majibu kwa nini hauko fresh. Kwa sababu si kwenye akili wala kwenye mwili wako. Lecho kwa? Lecho leo hajaingia, aliomba ruhusa kwamba leo watu ingia. Sasa atakuwa wapi? Wewe nani? Anaitwa Mixon. Siitwi Mixon. Naitwa Luis. Bado hujanijibu. Wewe ni nani? Mpenzi wake na Lecho. Lecho ni mpenzi wangu. Ni mwanamke wangu mimi hapa. My oxygen. Sukari yangu. Maji yangu. Wala si maji, Lecho ni mwanamke wako. Tangia lini? Tangia lini? Ina maana kwa sababu una pikipiki unatembea bila kutoka jasho, ndio ukaona utumie hiyo nafasi ukatoe jasho kwa mwanamke wa mtu, si ndio? Lecho ni mwanamke wangu. Lecho ni mwanamke wako? Kama mnapigana nini mkapigane huko nje.